Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuwataarifu viongozi wake, wanachama na umma wa Tanzania kuwa tarehe 23 na 24 mwaka huu kitafanya kikao cha kawaida cha kamati kuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam. Kikao hiki kinafanyika kwa mujibu wa ibara ya 7 ya katiba ya chama. Pamoja na ajenda zingine, kikao hicho kitajadili ajenda za hali ya kisiasa nchini, operation ya no reform no election, uvunjaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa demokrasia nchini. Mara baada ya ufunguzi wa kikao hicho saa 4 asubuhi, makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa Mheshimiwa John Heche atalihutubia taifa. Wakati huo mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Masaga Kaloli ametangaza kuzindua operation maalum ya no reform no election mkoani Mbeya, ambapo amesema pamoja na matukio yote kama chama, ikiwemo mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu kuwekwa gerezani, hatuwezi kurudi nyuma. Mwenyekiti huyo ametangaza kuwa mwezi wa 6 baada ya vikao vya ndani cha chama hicho, mkoa wa Mbeya wataanza rasmi operation maalum ya kueneza ajenda ya chama hicho ya no reform no election katika majimbo na kata zote mkoani Mbeya. Lakini taarifa kutokea mkoani Kagera zinasema Fatuma Mwasa na Kagera yetu. Taarifa hii imetolewa na kuandikwa na Baba Askofu PhD Daktari Benson Kalikawe wa Kalinda Bagonza, mkuu wa KKT Diocese ya Karagwe, kupitia ukurasa wake wa Facebook. Na kwanza alianza kwa kuandika, Fatuma Mwasa ni mkuu wa mkoa wa 26 wa mkoa wa Kagera, mwanamke wa kwanza kuongoza mkoa huu. Kabla yake kuna orodha ndefu ya majenerali, mabregedia, makadinali, makapteni, maluteni wa jeshi. Bado mkoa huu haujaitwa kanda maalum ya kijeshi. Nimepata habari nikiwa angani kuwa anaumwa kidogo. Nikaamua nipite ofisini kwake ili nichanganye dini, sala na siasa ili apate kupona. Amenipokea vizuri. RC Mwasa nimemwombea, nikamshukuru kwa kusikia kelele zangu za waliojituma, yani wasiojulikana, na kunitishia uhai wangu. Na yeye akafanya haraka kuvituma vyombo vyake vifike kuimarisha ulinzi nyumbani kwangu. Anaumwa lakini tumecheka na tumeongeza afya. Lakini nimejifunza haya kwake. Jambo la kwanza, kipimo kisichobadilika kwa kupima uadilifu wa kiongozi ni kuangalia uhusiano wake na madaraka alionayo. Jambo la pili, RC Fatuma na kusikiliza ili kukuelewa. Marasi wengine wengi wanakusikiliza ili kukujibu. Wanaweza kudhani cheo kinafuta ujinga na kujaza maarifa. RC Fatuma haigizi, ndivyo alivyo. Sijui siri yake ni kuruani niliyoiona juu ya meza yake. Jambo la tatu, RC Fatuma Mwasa anatafuta mazuri katika mtu mbaya, sio kutafuta mazuri katika mtu mzuri. Pamoja na mabaya yangu yote, eti ameona nami nina mchango katika taifa hili. Sijui kama machawa watamkubalia. Jambo la 4, tukubali kila chama kina malaika na mashetani. CCM wamo malaika na mashetani kibao. Upinzani wamo malaika mpaka wanaibiwa na CCM, na wamo mashetani wabaya kuliko walioko CCM. Lengo letu liwe kuwabadilisha mashetani kuwa malaika kuliko kuwateka na kuwaua. Wasiojulikana ni mashetani hata kama wanaweza kutumwa na malaika. Jambo la 5, RC Fatuma Mwasa hana kigugumizi cha kutamka neno haki. Hata anapotamka neno amani unamuona pia ana amani. Na waogopa sana viongozi wanaochukia neno haki na kutamka neno amani wakati nyuso na sauti zao zinaonyesha shari na vita. Popote aendapo RC Mwasa habebi begi wala kikapu cha majawabu, bali huyatafuta majibu kwa watu wenyewe. Sijui nimemchochea au nimejichochea. Taifa kwanza, vyama baadaye. Ukweli kwanza, uchawa ni sumu. Haki kwanza, amani itaimarika. Hicho ndicho ambacho amekiandika Baba Askofu PhD Daktari Benson Kalikawe wa Kalinda Bagonza, mkuu wa kanisa la KKT Diocese ya Karagwe, kupitia ukurasa wake wa Facebook. Lakini taarifa nyingine ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na nchi ya Namibia zimekubaliana kuongeza juhudi za kukuza ushirikiano wa kiuchumi kwa kutafuta njia madhubuti za kukuza biashara baina yao. Hii ikiwa ni pamoja na kuwezesha uwepo wa miradi mikubwa ya uwekezaji kutoka pande zote mbili.
Wakizungumza na vyombo vya habari, yeye na mgeni wake rais wa Jamhuri ya Namibia Mheshimiwa Daktari Netumbo Nandi-Ndaitwah, mara baada ya mazungumzo rasmi, Rais Daktari Samia alisisitiza umuhimu wa sekta binafsi katika kuchochea ajira kwa vijana na kupunguza umasikini. Aidha, marais hao walieleza dhamira ya kupanua ushirikiano katika maeneo ya elimu, utalii, mazingira, mifugo, uvuvi na nishati, na kuweka msisitizo kwa sekta binafsi kuwekeza kwa kiwango kikubwa tofauti na hali ilivyo kwa sasa. Rais Samia amebainisha kuwa biashara kati ya Tanzania na nchi ya Namibia imeongezeka kutoka shilingi bilioni 17 hadi bilioni 20 kati ya mwaka 2019 na 2023, ambapo amesema kiwango hicho bado ni kidogo kulinganisha na fursa zilizopo, na kuwataka wafanyabiashara wa nchi hizo mbili kuchangamkia fursa za kibiashara. Vile Rais Samia ameikaribisha sekta binafsi ya nchi ya Namibia kuja kuwekeza na kushirikiana na Tanzania katika sekta za uongezaji thamani wa mifugo, uvuvi, katika sekta ya utalii. Katika sekta ya utamaduni, Rais Samia ameeleza kuwa Tanzania na nchi ya Namibia zinatarajia kushirikiana katika sekta ya elimu, ambapo Chuo Kikuu Huria cha Tanzania AUT kitashirikiana na Chuo cha Tramfati cha Namibia kufundisha lugha ya Kiswahili kama njia ya kukuza uhusiano, urafiki na ushikamano wa kijamii. Lakini kwa upande wake, Rais Daktari Nandi-Ndaitwah ameeleza kuwa hivi karibuni serikali ya Namibia itatuma mawaziri wa sekta za viwanda na biashara kuja Tanzania kwa lengo la kupata ujuzi na kujifunza programu za maendeleo na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi. Taarifa nyingine kufikia kwamba kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Michael G. Chilia, kwa niaba ya mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camillus Wambura, amewapandisha vyeo askari 155 waliohitimu mafunzo ya upandishaji vyeo kwa mwaka 2024-2025. Shughuli hiyo ya uvalishwaji wa vyeo hivyo imefanyika katika viwanja vya kikosi cha kutuliza ghasia FFU mkoa wa Ruvuma na kuhudhuriwa na maafisa, wakaguzi na maaskari wa vyeo mbalimbali kutoka vitengo tofauti vya jeshi hilo mkoani humo. Akizungumza katika hafla hiyo, Kamanda Chilia amewataka askari waliopandishwa vyeo kuhakikisha wanavitendea haki vyeo hivyo walivyopokea kwa kuwatumikia wananchi kwa uadilifu, uweledi na kwa kuzingatia misingi ya haki kama alivyoagiza mkuu wa jeshi la polisi Tanzania. Aidha, amewataka maafisa na askari wote kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha usalama wa wananchi na kuimarisha uhusiano bora kati ya jeshi la polisi na jamii kupitia huduma bora zinazozingatia maadili na sheria. Wakati hayo yakiendelea nchini Tanzania, kule Kenya, taarifa zinasema kwamba Kenya imekiri kwamba ilisaidia katika utekaji wa mwanasiasa wa upinzani wa Uganda katika ardhi yake mwaka uliopita. Kizza Besigye mwenye umri wa miaka 68 alitekwa nyara na watu ambao walikuwa wamejihami kwa silaha jijini Nairobi mwezi Novemba mwaka 2024 kabla ya kuonekana kwake katika mahakama ya kijeshi nchini Uganda siku chache baadaye. Besigye, daktari wa zamani wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye ameongoza Uganda kwa takriban miaka 40 sasa, amekuwa akijaribu kuwania katika uchaguzi na rais dhidi ya Museveni bila mafanikio yoyote. Awali serikali ya Kenya ilikuwa imekanusha kuhusika katika utekaji wa mwanasiasa huyo mkongwe. Akizungumza katika mahojiano ya televisheni za ndani, waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi alikiri kwamba nchi yake ilishirikiana na mamlaka za Uganda kwenye swala hilo. Uganda ni nchi rafiki. Yeye Kizza Besigye hakuwa anaomba hifadhi hapa. Hakuwa amekuja kusema kwamba alikuwa anaomba hifadhi. Kama ingekuwa hivyo, labda angeshughulikiwa kwa namna nyingine tofauti. Ni kauli ya Mudavadi alipoiambia luninga ya Citizen ya Nairobi nchini Kenya. Hii ni Sky4 Media.